tunatekeleza mkakati wa vikundi vya malezi vya wazazi. Wazazi hawa wanafundishwa jinsi ya kwenda kufanya malezi na makuzi ya watoto. Ndani mle wanaume wapo ambao ni baba zao na hawa watoto. Tunatekeleza elimu kwa jamii inayohusu masuala yanasema familia bora, taifa imara. Tayari wazazi ambao wameshiriki kwenye hii program au hii kampeni ni kama 550,000 hivi, lakini kati yao 157 na pointi ni wanaume. Kwa hiyo tunawafikia watoto hawa kupitia wazazi wao wa kike na kiume. Lakini tukienda mashuleni, tuna madawati ya ulinzi wa watoto. Madawati ya ulinzi wa watoto ni watoto wote, wa kike na wa kiume, na kwenye uongozi pale kiongozi ni mwanamke na mwanamume kwa pamoja. Kuna mabaraza ya watoto tunayafanya. Haya mabaraza ya watoto yanaanzia kijijini, kwenye mitaa, kwenye kata. Haya nayo ni watoto wote wako mle ndani. Na tumekuwa na watoto wa kutosha wa kiume wanakwenda kuwakilisha nje ya nchi wakitokea kwenye haya mabaraza. Ukiangalia sheria ya mtoto ilivyojengwa, inamshughulikia mtoto wa kike na wa kiume. Kwa hiyo napenda tu kusema kwa ufupi, tunazingatia masuala haya, na ili kuongeza nguvu zaidi tumesajili vyama vya wanaume mbalimbali, na sikio nawasilisha bajeti tarehe 1 Juni walikuwepo. Lengo ni kuchukua mtandao wa wanaume uingie ushike nafasi yake katika kuangalia maslahi ya wanaume, sio wakubwa tu bali na watoto. Na hapa Mheshimiwa Baba Levo tunatarajia kumteua awe balozi wa wanaume. Lengo ni kwamba kupitia uwezo wake wa kuzungumza nao na kushirikiana nao watuletee zile hoja, wapi tuna miss point katika kusuka mikakati yetu. Hili linakwenda sambamba na Mheshimiwa Kampala pia. Hawa tumewaona wanaweza wakatusaidia sana kwenda vizuri kwenye hii wizara, ili hili swala mwishowe lipate majibu ya kutosha na ya kina yanayowaridhisha wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Jamila Juma, swala nyongeza. Asante mwenyekiti, na mimi nichukue fursa hii kuipongeza Wizara ya Jinsia kwa kazi kubwa ambayo inaifanya, na napenda kuchangia kwamba tunajua kwamba napenda kuuliza swala langu kwamba najua kwamba serikali imekuwa ikifanya kazi kwa karibu sana na asasi za kiraia, hasa zile ambazo zinajishughulisha na masuala ya ulinzi wa mtoto. Lakini swala langu linaelekea, je, serikali ina mikakati gani sasa ya kushirikiana moja kwa moja na zile asasi au NGOs ambazo zinafanya kazi katika masuala ya ulinzi wa mtoto, lakini pia masuala ya elimu?